Kama kuna kitu chochote kitakachozuia mpango wako wa umisheni, tambua hiyo ni roho ya adui, haitaki hatua. Ishughulikie. Roho Mtakatifu ni roho wa umisheni. Sisi, mimi na wewe, tunaweza kuamua kufanya umisheni kwa viwango vile Mungu anavyovitaka, wala si kwa ulegevu kabisa. Na naomba niseme tena kwa sauti ya kusikika kwamba hakuna mfadhili, hakuna mzungu atakayetoka nje au popote aje atusaidie. Hapana, tutafanya wenyewe kwa nguvu zetu na kwa mali zetu, na wale watakaoamua leo kuingia katika ushirika na Yesu, kuifanya kazi hii ya umisheni tu, tutapiga hatua na baraka hizi zitazufuata sisi. Kwani mzungu ni nani? Mfadhili ni wewe. Hakuna cha mfadhili atakuja ili afanye pamoja na wewe. Fanya maamuzi. Hakuna maskini hata mmoja hapa. Swali la kujiuliza: ni kitu gani kinachotutofautisha sisi na nyanja nyingine katika jamii, kama vile wanasiasa, watu wa taasisi mbalimbali, watu wa kimila na kadhalika? Kitu gani kinatofautisha sisi na hizo nyanja? Unaweza ukasema sisi wa Pentekoste tunaweza tukasema ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatofautisha na nyanja zingine kwa sababu tunaongozwa na Roho. Hivi kama kweli ni Roho Mtakatifu na ndiye anayetuongoza, kwa nini hatufiki kwenye kiwango cha kumtii, kwa kiwango cha kusema ndio anapotuhitaji tuamke kama ni yeye? Kama ni Roho Mtakatifu, mbona Roho Mtakatifu ni roho wa umisheni? Tafakari kitabu cha Matendo 1:8. Hatujapewa Roho Mtakatifu ili tujae, tunene kwa lugha na kujisikia vizuri na kumaliza hapo. Hapana. Hatujapewa Roho Mtakatifu wa burudani. Tumepewa Roho Mtakatifu kutuwezesha kuwa mashahidi na Yesu, na mashahidi wa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni roho wa kazi. Ni lazima tumtumie Roho Mtakatifu kuelekeza makanisa yetu kwenye agizo na kazi ya Mungu. Hatujapewa Roho Mtakatifu kama burudani, sio kiburudisho. Jamani, Roho Mtakatifu sio kiburudisho. Unajua ukishakula chakula chako vizuri, umekula chapati maharage, lazima upate kiburudisho cha chai, kinywaji soda, chai baridi au maji ya kutosha. Kiburudisho. Sasa Roho Mtakatifu sio kiburudisho. Roho Mtakatifu ni roho wa kazi. Amen. Yapo mambo matatu ambayo kwa kweli ulifanya kanisa kukua. Mambo matatu ambayo ulifanya kanisa kukua. Jambo la kwanza, ushuhudiaji au injilisti. Ushuhudiaji au injilisti. Ushuhudiaji na injilisti unafanya kanisa kukua. Jambo la pili, kuwafungua waliofungwa au kuwafungua watu, yani maana yake maombezi. Nimesema makimbilio hapa, watu wakimbilie, yani wakiamka wakimbie kweli kweli. Jambo la tatu, watu wake kuelewa wajibu wake. Yani watu walioko ndani ya kanisa, watu wa Kristo kuelewa wajibu wake wao. Watu wake, yani watu wa Yesu waelewa wajibu wao. Hivyo unajisikiaje? Wale wenye watoto, narudia tena, wale wenye watoto jana walinisaidia kwa mfano wangu, narudia tena. Hasa wakina mama. Japo na wakina baba siku hizi tumeshaamka, wakina baba tuko vizuri na sisi. Unapeleka mtoto kliniki, unamweka kwenye kliniki kila mwezi
Wakina mama mpo? Bwana Yesu asifiwe. Si kila mwezi mnapeleka mtoto kliniki? Alafu kuna kadi mnapewaga. Mnaenda naye kliniki Si kama kuna manesi hapa. Lakini ile kadi ina vinani vimechorwa hivi vya kijani, vya blue, vya njano na kadhalika, si ndio? Alafu ina vingazi vyake hivi. Kwa hiyo kila ukipeleka kliniki, yule nesi yule anachora kile kinani kuonyesha ukuaji wa mtoto wako. Lakini pale chini pia kuna sehemu kwenye ukurasa mmojawapo kuna kibox chenye drafti. Anaandika kilo zake pale, si ndio? Na maelezo ya ukuaji wa mtoto. Unajisikiaje unapompeleka mtoto kliniki? Umempeleka mwezi wa kwanza ukakuta ana kilo 5. Ukampeleka mwezi wa pili ukakuta ana kilo 5. Ukampeleka mwezi wa 3 ukakuta ana kilo 4.9. Unajisikiaje? Kwanza miezi 3 tu tayari nesi ameanza kutolea macho, si ndio? Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili akirudi kilo ile anakuambia unampa mtoto nini? Anataka kujua unampaga nini. Mwezi wa 3 nesi anakutolea macho na ukali kidogo. Anakuwa mkali kidogo. Vipi? Mbona mtoto? Mimi huwa napeleka mtoto kliniki. Watoto wangu mimi ndo nawapeleka kliniki. Kazi ya mama na mke wangu anakwenda kliniki akiwa mjamzito. Akishajifungua biashara inaishia hapo. Mimi ndo nitapeleka mpaka atakapokuwa. Na napeleka kwa uaminifu miaka 5. Kwa sababu ndo kanuni. Sasa na mmoja huyo ambaye ni mdogo sasa na miaka 8. Nilianza kumpeleka akiwa na ile sindano yake ya sindano 2 siku hizi. Kwa zamani ilikuwa ni 1, siku hizi ni 2. Piga paja hili na hili. Kila nikimpeleka jamaa aongezi kilo. Kila nikimpeleka najitahidi. Na mimi napenda kulisha mtoto kwa kweli. Yaani napenda nikilisha mtoto huwa nasikia raha. Kwa najitahidi namlisha, nabadilisha na chakula hiki. Sio kwamba mama yake hayupo, lakini naona kama jukumu langu sana nimhudumie huyu jamaa. Kwa namlisha, unamlisha, unampeleka, unaona yeye kipindi lazima atakuwa ameongezeka. Unapeleka, unakuta kilo zile au zimepungua. Nisa anatolea macho. Na mimi najiuliza, mbona jamaa nimelilisha hivi mwezi huu? Nini kimetokea? Nimempa matunda, kama ni maziwa, kama ni uji, kama ni nini, nimejitahidi na ule uji wake nimechanganya vile vinani. Jamaa hajaongeza kilo. Mwezi uliofuata nikapambana kweli kweli. Nikijua hii lazima nitaenda kupongezwa. Nikafika kule nikakuta amepunguza vipointi 2. Anikamwambia hii mashine yako hii mizani yako itakuwa ina shida hii. Sasa akaniuliza kama ina shida, mbona huyu tumleta huyu hapa? Alikuwa na kilo ngapi mwezi uliopita? Alikuwa na hii ana kilo ngapi? Ameongezeka. Lakini leo Kongo amegoma. Nakwambia nimempeleka miezi 6, jamaa aongezi kilo sana, mara anaongeza pointi 2 anapunguza 1. Ikabidi nipo baada ya mwezi wa 7 nikabidi nichukue na mke wangu tuende wote sasa. Tukahakikisha ile mizani ina shida gani? Maana nesi amesema njooni wote. Shida jamaa hali. Yaani ile ameze kijiko kimoja mmezunguka nyumba kama mara 3 hivi. Na mimi nawapongeza wakina mama kwa sababu wakati wa kulisha mtoto wanajuaga nyimbo nyingi za kuimba. Nyimbo zote huwa mnazitunga, lakini mkija kwenye kwaya mtungagi, lakini za watoto mnajua kuzitunga. Wakina mama wengi wanajua kutunga nyimbo za watoto, lakini kanisani hawatungi. Na wanatunga zinaimbika kabisa. Nachosema nini? Upo kanisani unalishwa lakini hubadiliki. Hukui, unabaki pale pale. Mganga mkuu, daktari mkuu Yesu anapokutazama anamuuliza mchungaji aliyemweka akamwamini, mchungaji Mlokozi, utachunga hawa watoto wangu, walishe alafu watume kama alivyokutuma wewe, na watume hawa. Baba, watu wamejitahidi kukulisha, lakini kila akikutuma anaona ufai kwenda, anaona ucheui. Mungu anamuuliza, mzee vipi, nimekupa hawa watu, watume. Ngoja nikwambie, ili ukue kiroho ni lazima uamue kwenda. Kama kuna mshuhudiaji mzuri hapa atakubaliana na mimi, mtu ambaye anapenda sana kushuhudia mtaani
huwa anakuaga kiroho, yani kiroho chake huwa kinakuwa. Kwanza anafahamu maandiko mengi, alafu anakuwa mwombaji. Kwa sababu kwa nini? Kule mtaani kuna kuaga na maswali magumu, asiposoma Biblia hata yajibu. Kwa hiyo jambo la kwanza